Bwana, ni wakati mwingine tena mwanamichezo mwenzetu popote pale ambako unatufuatilia. Basi karibu tena dimbani. Niko na hapa Steven Mapunda Garincha. Unakwenda kusikia mengi na mazuri kutokea kwetu, lakini taarifa kubwa ni usajili Hussein Juma, kijana mpya ama namba 9 mpya ya boli ndani ya klabu ya Young Africans. Usajili wa kijana huyu mwenye umri wa miaka 19 umekushtua kwa namna gani? Miaka 4 ndio mkataba ambao umepatiwa, lakini pia mkataba wako na thamani ya shilingi milioni 200 za Kitanzania. Deal done. Hivyo ndivyo ambavyo naweza kuzungumza. Sasa Steven Mapunda Garincha, kwa vizuri? Mimi niko vizuri. Bwana Hussein Juma Mihambo, kijana mdogo, umri wa miaka 19, ameingia makubaliano ya kuitumikia klabu ya Yanga rasmi kwa miaka 4. Ni kweli. Mkataba wako na thamani ya shilingi milioni 200. Yes, 200. Nini hasa macho Yanga wamekiona kwa kijana huyu, na unadhani anaweza kuwasaidia kwa maeneo yapi? Au Yanga pia wametarget biashara zaidi? Kwa sababu ukitazama umri wake, ukitazama pia namna ambavyo komavu wake kimataifa, unaona Yanga wamemsajili sio kana kwamba watamtegemea sana kwenye mashindano ya kimataifa, lakini huenda kuna kitu wamekiona ndani yake. Hussein Juma. Yes, Hussein Juma Mihambo ni mchezaji ambaye ametoka katika timu ya Mashujaa. Ni mchezaji mzawa huyu. Hii ni saini ya kwanza ambayo unaweza ukasema kwamba imeangaliwa katika in terms of age, kwamba inawezekana ikawa sehemu yao ya kwenda kujiimarisha zaidi. Miaka 19, tafsiri yake ni kwamba ni mchezaji ambaye unakwenda kumchukua kwa ajili ya kwenda kumuonyesha sehemu ya kuwa darasani zaidi, na kama unavyojua nafasi anayoicheza ni nafasi ya ushambuliaji, na kwa Tanzania hii ni disaster nchi nzima kwa ujumla kuwakosa namba 9 ambao wanaweza wakawa na sehemu ya faida kwa taifa. Na timu zote ambazo zinafanya vizuri katika mataifa ndo hizo huwa zinakuwa kama sehemu ya kutengeneza wachezaji wa kwenda kuwa na tegemeo kubwa kwa timu za taifa. Kwa sasa unaona Young Africans walikuwa na majeraha ambayo wachezaji ambao walikuwa wakitumika katika timu za taifa, akiwemo Clement Waridi Mzize ambaye amepata majeraha na hajapata nafasi ya kucheza kwa muda mrefu, na watakwenda kuanza msimu wakiwa hawapo katika mipango ya mwalimu, katika mipango ya kupambana kuhusu timu kimataifa na ndani. Kwa hiyo lazima waweze kupata wachezaji wa ndani ambao wanaweza wakatengeneza pia namna ya kwenda kuimarisha pia mchezaji, lakini kuimarisha pia katika michuano ya kimataifa, hususan kwenye timu za taifa. Kwa hiyo ni project ambazo wakati mwingine, wakati unafikiria klabu yako ifanye vizuri, lakini pia lazima kuwe na project ambayo inakwenda kuwa na faida kwa taifa. Kwa hiyo nafikiri Young Africans katika usajili huu wamefanya usajili kwanza wa kulinda kipaji cha mchezaji wa ndani, kuweza kupata exposure kwenye timu kubwa. Anapofika pale anakutana na wachezaji wakubwa, anakwenda kujifunza, anakutana na makocha wakubwa, anapata elimu ya kujifunza, lakini pia anakwenda kupata experience ya mechi za kimataifa. Hata kama ataposafiri akikosa kucheza, lakini kule kusafiri tu ni tayari darasa tosha, kwa sababu wanasema kwamba safari pia ni sehemu ya darasa la mwanadamu, akiwa anatoka point moja kwenda point nyingine. Kwa hiyo pia ni sehemu ambayo itakwenda kumkuza zaidi. Lakini tukimwangalia kwa umakini zaidi, Hussein Juma Mihambo ni mchezaji ambaye msimu uliomalizika ameitumikia Mashujaa, na takwimu zake ukiziangalia haziwezi kukushawishi sana, na ndio maana nikasema kwamba Young Africans wameangalia age yake aliyokuwa nayo na talent aliyokuwa nayo, inawezekana ikaja kuwa na faida kubwa sana akiwa ndani ya Young Africans. Lakini ukija kuangalia kwenye numbers, unaona kwamba namba zake haziridhishi. Ukiangalia kwenye NBC Premier League msimu uliopita amefunga goli moja peke yake, na goli hilo alilifunga dhidi ya Fountain Gate, na alifunga dakika 86 tarehe 26 mwezi Juni 2026. Ndio goli ambayo amelifunga katika dakika hizo ya 86, ndio aliweza kufunga goli hilo, na ndio goli pekee ambalo mpaka hivi sasa ambalo Hussein Juma Mihambo alilokuwa nao. Lakini unapokwenda kumsajili mchezaji, wakati mwingine unaangalia zaidi ya numbers ambazo ameweza kuzitoa. Ukija kuangalia katika pasi saidizi ambazo amezitoa yeye, kama yeye za moja kwa moja mtu anafunga, ni pasi saidizi zisizopungua 4
ambazo amezitoa mguuni mwake. Ukiangalia pre-assist ambazo ameweza kuhusika yeye ni 3. Kwa hiyo ukija kujumlisha 4 jumlisha 3 ni 7. Ukijumlisha 1 8. Kwa hiyo yamehusika kwenye magoli 8 katika msimu uliomalizika. Kwa hiyo yote katika yote unakwenda kumuona kwamba ni mchezaji ambaye hana namba za kutisha sana, lakini ni mchezaji ambaye anaweza kutengeneza mazingira ambayo ya kuweza kujifunza na kwenda kuwa na faida kubwa sana kwa taifa la Tanzania. Na Young Africans ni moja ya timu ambazo zinategemewa kuweza kutengeneza vipaji. Wakina John Raphael Bocco kwa sasa hawapo kabisa kwenye mbio. Ukimwangalia mtu kama Mbwana Ali Samata anaenda kustafu kwa timu za taifa. Kwa hiyo lazima waweze kutengeneza safu nyingine za washambuliaji, na ndio hawa kina Hussein Juma Mihambo. Nafikiri Young Africans katika usajili huu mimi nakwenda kuutem kama usajili wa kwenda kutengeneza darasa kwa wachezaji wetu ili kuweza kutengeneza uimara zaidi kwa taifa. Bana, ni usajili mwingine huo wa ndani ambao Yanga wanaufanya. Yanga wanahusishwa na sajili nyingi za kimataifa, lakini usisahau kwamba Yanga pia wanasajili wachezaji wazawa wengi na hasa vijana kwa ajili pia kuitengeneza Yanga bora na Yanga imara. Sio kila nyakati tunazungumza tu kuhusiana na sajili za kimataifa, sijui nani anahusishwa, nani almost nani. Tusiwasahau pia vijana wetu ambao tayari kimsingi wao wamesha sinya pale mitaa ya Yanga. Na Young Africans ukitazama vizuri unaona kabisa huyu ni mchezaji kama watatu hivi kutokea Mashujaa kwenda katika klabu ya Yanga. Yanga wamesha sajili beki wa kushoto, beki wa kulia, beki wa kati kutokea hapo Mashujaa, lakini pia striker huyu pia kutokea Mashujaa. Hii ina maana gani? Pia kuna maswali ya msingi ambayo unaweza kujiuliza. Steven Mapunda Garincha. Naam. Kwa kumalizia, unafikiri Young Africans kwa hapa ndani pia wanatakiwa wachukue wachezaji wa aina gani? Sababu wa kimataifa na hamna shida, wenyewe wanajua na wanahusishwa na nyota ambao nguli kweli kweli kwenye soka. Hapa ndani wanatakiwa waongeze wachezaji wazawa kwenye maeneo yapi ili kuongeza ubora zaidi wa timu yao? Mimi nafikiri katika idara karibu zote zinatakiwa ziweze kuwepo ndani ya Young Africans, hususan kwa wachezaji wazawa, kwa sababu ukiangalia eneo la defense kwa wazawa kuna Dickson Jobu, kuna Ibrahim Baka, kuna Bakari Nondo Mwamnyeto. Na ukiwaangalia hawa ukiwaweka katika miaka mitatu utakwenda kuzungumzia kwamba wanahitaji kuweza kupata usaidizi. Kwa hiyo lazima kuwepo na backup ambayo itakuwa na generation ambayo inakwenda kutengeneza mazingira mazuri zaidi. Lakini pia ukija katika eneo la winga upande wa Young Africans kwa sasa Farid Musa Maliki ameshapoteza nafasi yake, yupo Edmund Dioni, lakini pia ni mchezaji ambaye bado hajaweka utawala wake ukija kulinganisha na kaka zake kama kina Deus Kaseke, wakina Mwashuya, wakina Simon Epigodi Msuva, wakiwa wanakipiga ndani ya Young Africans. Walikuwa ni wachezaji wazawa lakini wanategemewa kuanza katika kikosi cha kwanza. Lakini kwa sasa hivi ukija kuzungumzia kwa wachezaji wazawa ambao kwenye nafasi ya pembeni wanaweza kupata nafasi ya kwanza bila doubt, imekuwa ni kitu kigumu zaidi. Lakini pia eneo la mbele pia ukiangalia kwa upande wa Young Africans kumekuwa na changamoto kubwa. Ukimuondoa Clement Mzize ambaye aliweza kubato, akiwemo Kennedy Musonda, akiwemo Fisto Kalala Mayele, akiwemo Elite ya Ebeneza Makambo, lakini pia aliweza kujitokeza katika kikosi hicho na kuweza kucompete kupata namba. Lakini baada ya kuondoka hakuna tena competition ya namna hiyo kwa mchezaji mzawa. Kwa hiyo hata eneo la mbele pia lazima waweze kupatikana wazawa. Lakini pia ukiangalia maeneo ya pembeni, mabeki wa pembeni, wakina Juma Abduli Jafari Mnyamani walikuwa wakijitokeza kwenye kikosi cha kwanza, lakini baadaye wakina Kesi walijitokeza. Lakini pia ukija kumwangalia mtu kama Haji Mwenyingwale walikuwa wanajitokeza, ingawa kulikuwa na maplo, lakini na wao wanaweza kupata nafasi. Baada ya hapo ikae imekwenda, wanakuja kina Juma Shabani, Kibwana Shomali alikuwa anajitutumua anaingia na kutoka. Lakini baada ya hapo kuona ile nafasi kama ilivyokuwa kwa majirani zao Simba, unaona nafasi za pembeni, Mohamed Hussein Shabalala kipinda kikipiga Simba amepata nafasi ya kutosha. Ukimwangalia Shomari Kapombe amepata nafasi ya kutosha, na hiyo pia ndio ikawa ndo lulu na zawadi pekee kwenda kwenye timu ya taifa. Kwa hiyo kwa sasa hivi Young Africans lazima pia waweze kuangalia mazingira kama hayo. Lakini faida kubwa ambayo wanakwenda kuipata ni Wallace Karia, rais wa shirikisho, alipotoka na kwenda kutangaza kwamba kwa sasa ni rasmi timu kuweza kuwa na squad
kubwa zaidi kufikia wachezaji 40. Kwa hiyo ina maana kwa staili hiyo inakwenda kutengeneza mazingira rafiki zaidi ya kuongeza idadi kubwa ya wachezaji, ambapo pia wengine watakuwa sehemu ya kuweza kujifunza. Na ukimwangalia kama Hussein Mihambo, yeye ukimwangalia kwa age yake miaka 19, tafsiri yake ni kwamba akikaa miaka mitatu ndani ya Young Africans atakuwa na miaka 22, ambapo bado anakuwa tayari na ile nguvu ya kupambana nayo, lakini pia atakuwa tayari amesha gain experience ya kutosha. Na ukiangalia hata mkataba wake unashawishi kuona kwamba huyu yuko sehemu ya kujifunza, lakini sehemu ya kwenda kuipambania timu. Miaka 4 kwa age yake, kupewa miaka 4 imekuwa ni kitu bora sana kwa upande wake, ila tu anachotakiwa kufanya, anatakiwa ajifunze kwa kina Abundo, wakina Dennis Nkane, ambao waliweza kupata nafasi na waliweza kupata mkataba mrefu zaidi, lakini walishindwa kuitumikia timu vizuri. Kwa hiyo yeye akae sehemu ya kwenda kuwa mfano na kwenda kuitumikia nafasi yake vyema, na hatimaye kwenda kuimbwa kama ilivyokuwa kwa Clement Mzize, ambaye amekuwa ni kama sehemu ya ICA Unity kwa watu wote wakitaka kuzungumzia wazawa ambao wanaweza kupambania timu na kuweza kuzungumzwa zaidi kimataifa, basi na wenyewe pia wakaweza kujitokeza. Na kama akifanikiwa katika eneo hilo, basi nafikiri itakuwa ni sehemu sahihi zaidi kwa upande wa Young Africans kuweza kuopt kuchukua mchezaji mzawa, lakini mwenye age ya chini, ili kuweza kukua naye karibu. Sawa, basi tuseme tu ya kwamba tusubiri kuona kijana huyo atakwenda kuipambania vipi kesho yake, lakini pia kuipambania vipi klabu hiyo ya Yanga. Jina langu naitwa Cisco, nilikuwa na Steven Mapunda Garincha. Sisi hatuna la ziada, tukupongeza kwa kuwa nasi sako kwa bako. Hakika umeselelea matangazo jadidi kweli kweli, siokuwa na shida wala shaka yeyote ile. Nyuma ya kamera Uncle Vuma za la busara. Mpaka wakati mwingine, wailalika. Maasalam.